Kaka, ni siku nyingine tena. Kumekucha habari. Bwana, asalamu alaykum. Wa alaykum salam. Tunajua ni kipindi cha mfungo mwezi mtukufu Ramadhan, lakini pia Kwaresma, kwa hiyo ni muda wa kusalimiana na kutenda leo mema zaidi. Leta maneno. Tuanze hapa kwa kauli ambayo alizungumza Haji Sande Manara juu ya rais wa shirikisho la mpira wa Tanzania Wallace Karia, aombe radhi Young Africans kwa kile ambacho, kwa zile kauli ambazo alikuwa anasema. Pengine kwa hili ambalo alisema Haji Sande Manara, kuna watu wako nyuma yake, maana yake paka sasa hivi halijasikia tamko, maana yake touch kiongozi mkubwa wa mpira wetu wa Tanzania. Kwanza mimi jana nilikuwa surprise sana kumuona Haji Manara kwenye press yake. Ile press ilikuwa inamhusisha yeye na Maimartha Jesse, masuala yao ya mahusiano na nini. Akachomeka swala lile, na ni katika vitu ambavyo mimi nafikiri agenda kubwa ilikuwa ni kumzungumzia rais wa TFF. Ile ya Maimartha ilikuwa ni boshen tu, yani ilikuwa ni zuga. Kwa sababu ukijaribu kuangalia content yote aloipiga ni ile ya rais wa TFF. Content ya sijui Maimartha na kulipana bilioni 1, zile ilikuwa tu vitu vya kawaida sana. Ilikuwa zuga, lakini Haji alienda pale na sio kwa utashi wake. Naamini kuna watu walisupport kile ambacho anaenda kukifanya, na watu walimpa hiyo gati ya kwenda kuzungumza, na ndio maana aliongea akiwa na authority kabisa, akiwa na mamlaka, na akafunguka mengi sana. Haji anapaswa kufahamu yoyote anayoitwa rais anapaswa kuheshimiwa. Anasema ile ero ile inawachanganya ile. Makosa makubwa aliyofanya ni kumshushia heshima rais wa shirikisho la kandanda la Tanzania TFF Wallace Karia, kwamba ara anapaswa kuandikwa kwa ara ndogo. Who is Haji Manara? Yani Haji ni nani kwenye nchi? Haji hayuko kwenye mpira, alishafungiwa. Bahati mbaya alipotoka kwenye kufungiwa, na alifungiwa na huyo rais wa TFF kwa sababu alienda akamfanyia vurugu, maneno makali machafu pale Arusha. Sheikh Amri Abedi ilikuwa ni FA. Na anatoka hapo anafunguliwa. Bahati mbaya anafika Yanga tayari kiti hakuna, alikamwa amekamata na anafanya vizuri. Akaambiwa wewe nenda katafute shughuli nyingine. Sasa anakuja kumgusa rais wa shirikisho la kandanda Tanzania TFF ambaye anafahamika na FIFA. Haji hata FIFA haimjui ni nani. Sio FIFA tu, CAF hawajui Haji sasa hivi anafanya nini. CAF walikuwa wanamjua Haji Manara kipindi akiwa Simba. CAF hawamjui Haji akiwa Yanga. Kwa hiyo Haji kuna wakati inabidi ya put some respect kwa shirikisho, lakini pia put some respect kwa Simba ambao ndo walimtambulisha kwenye uso wa Afrika na uso wa dunia pia, kwa sababu rais wa FIFA alikuwa anafahamu Simba kupitia ubora wa Simba na mambo kama hayo. Unaona bana. Kwa hiyo hata ile AFL, lakini Haji Manara sasa hivi yuko Yanga, hajapata mafanikio kwa sababu alifungiwa akarudi. Sasa hivi ndo anajaribu kujikosha na lakini amefahamu makosa makubwa sana. Kuigusa taasisi. Unapomgusa rais wa TFF, umeigusa taasisi. Kwanza ameisaboti. Kufanya sabotage maana yake kwa lugha ya wasomi tunaweza tukasema kwamba amehujumu TFF. Kaihujumu. Kuhujumu maana yake ni kwamba unaongea vitu ambavyo vinaharibu taswira ya taasisi, inaharibu taswira ya kiongozi wa juu kwa maana wa TFF. Kwa kumfanyia mtu sabotage means kwamba Haji ana influence kubwa kwenye mitandao ya kijamii, hatukatai. Mungu alishambariki ana mvuto huo wa kupendwa. Kwa hiyo jambo lolote akilizungumza, na sasa hivi mitandao ya kijamii imekuwa kwa kasi sana hapa nchini. Kwa hiyo inavyoenda viral, watu wanaanza kudoubt kwamba shirikisho kumbe kuna uchafu mwingi sana. Kumbe rais wa TFF amefanya mambo mazuri, lakini behind the scene kuna vitu vya ovyo anavifanya. Kwa hiyo ameichafua taswira ya mpira, kwa maana amemchafua rais wa TFF, ameichafua taasisi na kuisafisha kwake na gharama kubwa sana. Yani Haji leo hata aende kwenye mitandao yake ya kijamii mwezi mzima, aanze kumsafisha rais wa TFF. Aendelee kumsafisha rais wa TFF kwamba bwana nifanya makosa, nisamee, nini, haitoshi. Haitoshi kwa sasa hivi. Yes, ametaka bilioni 1 kwa Maimartha Jesse kwamba amemchafua kuhusiana na mke wake, sijui na mambo kama hayo. Sasa yeye rais wa TFF hata angesema anataka bilioni 5 kwa Haji, bado isingetosha. Kwa vile alivyomchafua ni fedheha. Hata angeambiwa bilioni 10 bado isingetosha kwamba amsafishe rais wa TFF, isingetosha. Unapata guts wapi ya kumchafua rais wa TFF ambaye katika kipindi cha misimu 3 Yanga wanachukua utawala wa ubingwa? Tunaona vitu vingi sana Yanga walipata favor nyingi sana kupitia shirikisho. Alilisema hilo. Na rais alisema akiojiwa na Barwan Muuza kama rada kwenye nyundo za Barwan Muuza, unakumbuka, akaambiwa wewe unaonekana ni Simba na unaonekana wewe ni Coast Union.
Akasema kiongozi wa mpira anapaswa kuwa na integrity, uwajibikaji, anapaswa kuwa transparent kwa maana muwazi, accountability na mambo yote kama hayo. Haijalishi na Usimba na Uyanga ndani yangu, lakini mimi nimenyooka, nafanya kazi yangu. Lakini akasema Yanga hao wanaosema hivyo, mimi nilishawahi katika utawala wangu, Yanga ndio wamenufaika sana na utawala wangu, na hata viongozi wao wanalijua hilo. Ina maana kuna vitu vingi behind the scene au behind Yanga wamenufaika kwa kupitia rais wa TFF. Hasa watu wakana connect doti, labda hata na udhamini ndio wamenufaika. Hata swala la udhamini, kwa sababu ukiangalia hakuna kanuni inayoruhusu mtu mmoja kuwekeza kwenye timu zaidi ya 6 hadi 7. Lakini mkataba ambao Barbara Gonzalez akiwa CEO pale Simba, yeye aliukataa katukatu, akasema mimi siwezi kukubali kuingia udhamini na GSM ambaye yeye amedhamini klabu ya Yanga. Ana vinasaba na Yanga. Haoni kama mpira utakuwa safe. Yeye mguu wake Barbara Gonzalez alichomoa hiyo. Na vita ilikuwa kubwa kwa sababu GSM alikuwa anataka pia Simba, usijui unaelewa. Alikuwa anataka ligi nzima awe mdhamini mwenza. Lakini Barbara Gonzalez akarudi hatua 5 nyuma, akakataa ule mchongo. Lakini ukiangalia mchongo jinsi ulivyopitishwa ni TFF na Yanga. Kimya jambo linakuja pale. Na TFF walikuwa pia wanatamani na Simba pia ligi nzima kwa jumla, kwa sababu wao walichokuwa wanaangalia ni pesa. Lakini mwisho wa siku walikuwa waangalia madhara ambayo yatakuja mbele. Leo hii Yanga akanufaika kupitia kile. Mechi zinaenda kuchezwa, timu karibia 7 huko, GSM amemdhamini. Ukiangalia Yanga na uhakika pointi 3 mara 7 ana pointi zake. Haya, jumlisha 6 mara 7 ana pointi 42 katika kila msimu. Na maana Yanga anakuwa na njia rahisi ya kwenda kuwa bingwa. Sasa angalia timu gani ambayo imedhaminiwa na GSM imewahi kumfunga Yanga mpaka sasa. Hauipati. Kwa hiyo utaona namna ambavyo TFF walirahisisha michakato ya Yanga kufanyika kwa urahisi zaidi. Sasa leo TFF kwa sababu Rais Karia anafahamu yote haya, amewahi kuwatendea Yanga mambo mema. Akisikia Yanga anataka kujaribu kuwapanda kichwani, anakataa kwa sababu alihojiwa juzi. Anahojiwa juzi na kituo kimoja cha habari, anaambiwa Yanga amesema hawana imani na bodi, hawana imani na CEO Almasi Kasongo, hawana imani na mwenyekiti Steven Mguto, bodi ivunjwe. Rais wa TFF aingilie kati. Rais wa TFF akawajibu Yanga kwamba wao wako safi. Wao wanaosema bodi wavunje bodi ivunjwe, wao wako safi, hawapaswi kujiuzulu. Kwa maana anajua madudu aliyopo pale. Yanaendeshwa mule. Anajua madudu aliyoko pale na yeye anajua ameshawahi kuyafumbia macho. Lakini TFF kupitia Rais Karia hata kama ameteleza katika kauli aliyoitoa ni just a small details. Amefanya vingi kwa Yanga kunufaika na utawala wake. Kwa hilo alilolisema ni jambo dogo tu katika vitu ambavyo vinaweza kuzungumzwa na mtu yote. Kuna siri nyingi tutarajie zitafunguka. Sema kuna vitu yeye amesema kwani wako safi na maana anajua. Na kwenye utawala wake anasema Yanga alinufaika. Kwa hiyo kuna vitu vingi vizito. Kama Yanga wanaweza leo waje front watuambie kuna siri gani iliyojificha baina yao na TFF. Yapi walioyafanya kiharamu wakabatilisha. Wao wakaalilisha jambo haramu kuwa halali. Sasa waje front waseme sisi bana hatumtaki rais wa TFF, hatumtaki bodi ya ligi, lakini huko nyuma tulishawahi kufanyiwa hiki, tulipewa ofa hii, tulifanya hiki, tuliwatufeva hivi. Njooni hadharani, msiseme tu mabaya yake. Semeni na mazuri aliyofanya, amefanyia mengi mazuri. Sasa tuachane na hiyo. Njoo kwa Haji Manara. Manara akamkosea rais wa TFF. Kaongea mengi sana. Hajaongea kwa hasira. Unajua kuna propaganda. Unaweza ka rise propaganda ambayo baadaye propaganda na kugeuka. Ndio kama hii ya Manara. Sana kwa sababu leo hii huwezi ukajaji rais amefanya nini? Huwezi eti amesema rais amesema nendeni mkacheze sinema zenu. Sinema zetu akakazia pale. Sasa sinema Haji anashindwa kuelewa tofauti wa sinema ile ambayo tunaitazama ya kina JB. Kama sasa hivi kuna sinema ya JB inaitwa Tufani. Rais wa TFF hajaenda kusema masuala ya sinema zile ambazo anazifanya kina JB, Tufani, sijui kuna moja inaitwa Kiki inafanyika pale channel za Azam pale. Sasa hajasema hivyo. Sinema ni maigizo au sarakasi. Ndio sinema. Kwani sinema zishakuwa na uhalisia? Sinema hazina uhalisia, ni mafundisho fulani tu ambayo anajaribu kulenga mambo yanayotokea kwenye jamii yetu. Kwa hiyo hata rais alichomaanisha ni kwamba Yanga wanachokifanya ni vitu ambavyo havina uhalisia. So kama havina uhalisia ni sinema. Sinema haina 100% ukweli. Ndio maana pale unaambiwa hii ni ya kutungwa. Hii ni ya kutungwa. Inayojaribu kuendana na kutoa elimu fulani. Lakini kwa hiyo Yanga wao Haji Manara asitumie
gia hiyo kusema kwamba rais ameitusi sinema, ametusi maigizo ya kina JB. Big no. Yeye amesema waendelee na sarakasi na maigizo. Maigizo ndio kama hizo sinema. Kama hizo wanazofanya Yanga. Vina walisia. Kwa hiyo vitu visivyokuwa na walisia ni sinema. Sinema zetu. Kwa hiyo hajatusi sinema zetu ambazo inaonyeshwa kupitia channel za Azam. So to me Haji hakuwa na mantiki yoyote. Kwanza huizi Haji. Haji hapaswi kuzungumza chochote kwenye mpira wa sasa. Hayupo Yanga. Yale mambo aliyokuwa Mwanachama anasema yeye. Mwanachama vipi babu? Yale mambo Haji anajaribu kuyaongea ni vitu vya level ya juu kabisa ya uongozi. Pale alipaswa kuzungumza Arafat Haji ambaye ni makamu wa rais wa klabu ya Yanga. Alipaswa kuzungumza Engineer Harris. Ndio kuniambia Engineer Harris na Arafat Haji hawana meno. Hawana authority hiyo, hawana legitimacy ya kukana kuzungumza. Au labda amemtumia kama daraja. Kwa nini wasimtumia Ali Kamwe? Ali Kamwe sali. Anaogopa atafungiwa. Haji alafu Haji hapo akawapiga. Haji hapo akawapiga dongo. Anawaambia kwamba viongozi wa Yanga eti bana vipi bwana? Vipi bwana? Leta basi. Huyu naona pita unanikaribia mudi babu. Mwambie alete 5,000. Sorry bwana, unisamee. Yaani jamaa anapita simuelewi. Sana. Sijui hata nakumbuka ulichokuwa unakiongea. Tuendelee. Tumeishia kwa Haji pale. Kwa hiyo naweza kusema level ile ya kuzungumza ilipaswa viongozi wa Yanga wazungumze wao wenyewe kwa sababu Haji mwisho wa siku ameshaharibu. Unajua kuna kuzungumza jambo, unataka kuliwasilisha tu vizuri jambo lako. Ukampa tu Haji jambo limeharibika. Bas, kalimaliza. Mfano mdogo mimi leo nataka labda ni kuna manzi nimemuelewa. Yaani kuna binti nimemuelewa sana. Alafu nashindwa kwenda kurusha nyavu zangu pale. Nataka nimchumbie lakini nashindwa kurusha nyavu. Nakupa wewe sasa. Wewe ukienda pale unajipakulia minyama. Kama Haji. Ndo unaniibia sasa mimi tena siwezi tena kumpata huyo manzi. Sasa ndo Haji. Haji unaweza kama umempa script vizuri kabisa bana script yetu tunaichora. Nenda kamguse rais wa TFF. Ametusema Yanga vibaya lakini ameshindwa kusimamia mpira wa nchi hii kwa sababu 1 2 3 4 5. Alafu Haji akaenda kule akaacha script. Akaanza kuongea vya kwake. Sasa Haji jana akaenda kuongea vya kwake. Ameshawaharibia Yanga. Hivyo unajua hasira ya rais wa TFF. Unajua kuna watu mimi nawahurumia. Yanga na Lungu zito litashuka. Yaani Yanga mimi nawahurumia sana. Yanga inawezekana walikuwa na mpango wa kupata haki. Kwa hiki ambacho jana Haji amekifanya ni kama wale mabausa ambao walikuwa wanaaminika wametumwa na Yanga. Sasa TFF watajua moja kwa moja Haji ametumwa na Yanga. Kwa hiyo Yanga matatizoni wanaingizwa na Haji. Bausa ameingiza Yanga matatizoni, Haji ameingiza Yanga matatizoni. Sina uhakika kama Yanga watakutana na rungu Mbeleni hapo. kwa sababu Haji anaweza akafungiwa. Sasa Haji kufungiwa ataulizwa ulitumwa na nani? Aliyotuma mtu naye atakula rungu. Kwa hiyo mimi ninachotaka kusema rais wa TFF ana madhaifu yake lakini ana mazuri mengi. Na mimi katika maisha yangu mimi mara nyingi waga nasema mimi huwa naangalia kama mazuri ya mtu 100% huyo rais wa TFF ndio rais mwenye mafanikio mpaka sasa kwenye mpira nchi hii. Mafanikio makubwa sana. 2019 amepeleka timu ya taifa AFCON. 2023 amepeleka pia timu ya taifa AFCON. 2025 Morocco ile. Unaelewa? Kwa sababu tumeenda Ivory Coast, ameenda Morocco lakini pia michuano ya CHAN tumeenda sisi hadi Cameroon. Na tumefuzu tena CHAN, Tanzania, Kenya, Uganda kwa msimu wa 2024-25. Kwa hiyo utaona wazi kwamba katika utawala wake amefanya vitu vingi ambavyo FIFA leo hii imeifungulia Tanzania. Tulikuwa na madeni mengi na tulikuwa tumeshafungiwa kupatiwa ruzuku au fedha zote kutoka FIFA kipindi cha rais aliyokuwa Jamal Malinzi. Sasa ni kutokana na integrity, uwajibikaji na transparent zikatunyima. Leo hii FIFA anamwaga pesa pale TFF kwa sababu gani anamwaga pesa? Sababu anaangalia maendeleo ya mpira, maendeleo ni makubwa sana. Akiangalia huku kituo cha vipaji pale Kigamboni, ukiangalia kule Tanga vipaji tu vinaendelea kuinuliwa. Timu za wanawake zinafanya vizuri, tumefuzu AFCON kwa upande wa wanawake. Ukiangalia tulishawahi kwenda hadi World Cup katika michuano ya Serengeti Girls kwa upande wa timu zetu za taifa za wanawake. Kipindi chake chote ni wanafanya vizuri. Simba, Yanga wamefika hadi hatua ya robo finali. Yanga wamecheza mpaka ya Confederation kwenye utawala wake. Sasa kuna watu wapuuzi tu wachache ambao hawajui wadhamini wanakujaje kuwekeza. Watu wanasema kwani rais afanya nini kama sio wadhamini wameingia.
Hakuna wadhamini wataingia kwenye ligi yako kama ligi yako ni mbovu, au kama ligi yako ina makando kando, au kama ligi yako haieleweki. Hakuna watu wanakuja kuweka pesa. Rais wa TFF amekuja, ametengeneza ligi yenye ushindani, ametengeneza kanuni ambazo zinaongoza ligi, leseni za vilabu, ameruhusu vilabu kusajili wachezaji wa kigeni hadi kufikia 12. Hapo mwanzo haikuepo, lakini katika kipindi cha utawala wake ameruhusu hadi kufikia wachezaji 12 wa kigeni. Unanielewa vizuri? Unaelewa vizuri. Na yeye ndo amekuwa akipingana na wadau ambao wanapinga hiyo hoja kwamba wachezaji wa kigeni hawatakiwi. Lakini leo hii faida ya kuwa na wachezaji wa kigeni. Umeona Fiston Maele kipindi cha utawala wa Rais Karia, yeye ndo alikuwa top scorer wa CAF. Fiston Maele alifunga goli 7 kwenye CAF Confederation. Anachukua kiatu. Ardhi ya Tanzania. Yanga anafika finali. Kwa nini? Ameruhusu kukubali vilabu vipate wafadhili, vipate wadhamini, watu waje wawekeze. Amevibrand, mpira umebrandiwa. Azam wameingia ushirikiano sasa hivi wakiwa na dhamini ligi kuu kwa upande wa TV rights, wanaonyesha mechi zote za ligi. Na mind you, Tanzania ndio nchi pekee ambayo mechi zake zote za ligi kuu zinaonyeshwa Kwa sasa hivi. Kwa sasa hivi, yani Tanzania pita kote nchi yote ukuti, kuna baadhi ya mechi utakuta ionyeshwe. Lakini kwa hapa Tanzania kila mechi, iwe mechi za chini, iwe mechi za wapi, zinaonyeshwa. Kwa hiyo kwangu haja amemkosea rais wa TFF, anapaswa endo amuombe radhi. Sio kwamba rais wa TFF aiombe Yanga radhi. Na mwisho kabisa, Yanga wanataka pointi 3. Wameenda kasi. Wanasema anaenda kasi. Bodi ya ligi jana barua yao imeliki. Wameliki barua kwamba sasa hivi bodi ya ligi wajanja huwa wanaacha vitu viende, alafu wanasikilizia mchezo, wanasemaje? Mji umechafuka. Bodi wamemwambia Yanga hawapati pointi 3 wala magoli 3, wakitoa sababu zao kwamba ile mechi wao waliahirisha mara baada ya kupokea ripoti mbalimbali na kufanya chunguzi tofauti, wakabaini mambo kadhaa kama kuna uvunjifu wa sheria, uvunjifu wa amani, masuala ya viashiria vya rushwa katika ile mechi. Ile mechi pengine ingekuwa na madhara makubwa. Yaani kutokuchezwa kwake imeepusha vitu vingi ambavyo pengine vingetokea siku ya mechi. Kwa wakaona mara baada ya kufanya uchunguzi uliokamilika ile mechi haipaswi kuchezwa. Yanga hawana haki ya kupata pointi 3 na magoli 3. Yanga wakaraise hoja. Wao wanachotaka ni pointi 3 magoli 3. Lakini barua inaeleza wazi hauwezi ukapata pointi 3 wakati hakuna officials ambao walikuwepo kwenye ule mchezo. Kwa maana mwamuzi wakati alikuwepo, hakuwepo pale Ahmed Rajiga. Wale line zote wawili kwa maana Malaizime na wakwepo, Kasim Mpanga pamoja na Mohamed Mkono wakwepo. 3 malogo fourth official wakwepo. Match commissioner wakwepo. General coordinator kwa maana GS wakwepo pale. Ma officers kutokea bodi ya ligi pamoja na TFF hawakwepo pale. Kwa utaratibu ili upate pointi 3 lazima hao officials wote, ile convoy la waamuzi wote wawepo pale. Alafu timu ikaguliwe, ndio inapigwa kipenga piu piu piu. Hapo ndo una uhakika kupata pointi 3. Nyie mmeenda wenyewe. Kwanza leo ruhusu kwenda ni nani? Kwa sababu inachofahamika mechi ilikwisha ahirishwa. Ilikwisha ahirishwa. Itapigwa tarehe nyingine. Mguto unamuuliza asubuhi bana, Yanga wameenda mazoezi. Wameenda kufanya nini? Mimi sijui. Wamefuata nini uwanjani? Mimi sijui. Mwenyekiti yeye anasema hajui. Alafu nataka pointi 3. Pointi 3 tangu tu siku ile Yanga wameenda uwanjani. Hazikuepo. Hamna pointi 3. Tayari walishaondolewa maofisa ambao tayari walishakuwa wameshawekewa logistic waende kwenye mechi, hawapo uwanjani, Yanga wameenda. Sasa kikanuni Yanga wakipewa pointi 3, bodi ya ligi watapaswa kujibu. Hizo pointi 3 wamewapa Yanga wao kama nani? Wamewapa Yanga kwa kanuni ipi hizo pointi 3? Kwa hiyo yani bodi ya ligi sasa hivi wako tu nje ya panda. Yanga wanadai pointi 3 wakiwa wanajua hawana haki ya kuzipata hizo pointi 3. Wanadai tu. Wanazidai tu kwa sababu wanampeleka timu, wanasema wamfuatilia kanuni kwamba timu lazima iende uwanjani. Kwani Simba wao ndo wavimbe? Sasa wao wanatunishiana misuli kwa sababu ya Simba. Kwani Simba wavimbe na sisi tuna uwezo wa kuvimba. Tunataka pointi zetu 3. Sasa bodi ya ligi wao wanawaambia pointi 3 uweze kupata kwa mazingira kama hayo kutokana na waamuzi kutokuepo na vitu kama hivyo. Lakini bodi ya ligi leo wakitoa tu hizo pointi 3 kwa maana kamati ya sasa 72 wakapitisha Yanga anapata pointi 3, watu watavamia ofisi pale ya TFF, watafuata bodi ya ligi kuuliza mmewapa hizo pointi 3 Yanga kwa kanuni ipi? Hakukwepo waamuzi pale, kigezo kipi kimewapa Yanga pointi 3? Kwa hiyo mpaka sasa hivi bodi ya ligi wao wanaonekana wako sawa kwa ajili wamesimamia kanuni na taratibu ambavyo inapaswa kuendesha. Sasa Yanga wameambiwa wanapewa onyo. Kama endapo itatokea hawatapeleka timu tarehe itakayopangwa, watalimwa fine milioni 5 na watashushwa daraja. Young Africans hawa. Wao Yanga wachague. Walimwe fine milioni 5 na washushwe daraja
ama wakubali kupeleka timu uwanjani, kwa sababu Yanga wamesema wapeleke timu uwanjani na wanaenda kudai kasi. Na mimi niseme tu wazi, labda kama itatokea leo, ila Young Africans wamejaribu sana kwenda kasi, zimekula mwamba, zimekula nguzo, wameenda mbali sana, wameshaenda kasi sana Yanga na hawajawahi kunufaika, hawajawahi kushinda kesi. Sasa leo wanaenda kasi. Kama wanaenda kasi, wataenda kushinda vipi kesi? Hadi kesi zote, hadi Morrison tukawapiga pale kasi. Yani leo bodi ya ligi ina mawakili wangapi? Ina wanasheria wangapi? Wanaoyafanya wao, unataka uniambia wajua wanachokifanya? TFF wako pale, wanaruhusu vipi Yanga waende kasi? Ina maana wao wakavuliwa nguo kasi. Ina maana hawajui Yanga wanafanya nini kule. Yanga wakienda kule wanaulizwa tu swali, je, waamuzi walikuwepo uwanjani? Waamuzi wa mchezo, sababu tayari majina wanafahamika, hadi kafu wanajua, hadi kasi bana hayo tayari wanajua. Ahmed Alijiga alikuwepo. Kwanza wanaulizwa tu swali, Ahmed Alijiga alikuwepo? Hayupo. Kasim Mpanga alikuwepo? Hayupo. Mkono alikuwepo? Hayupo. Tatu Malogo alikuwepo? Hayupo. Match commissioner alikuwepo? Hayupo. General coordinator alikuwepo? Hayupo. Hamna pointi 3. Yanga wanachoma na ule wanarudi tena. Shughuli imeishia. Mafi shughuli. Kiarabu wanasema khalas kwa maana imeisha. So kwangu Yanga wanajisumbua. Wangekubali. Mengi walishafanywa mazuri huko nyuma. Wacheze tu. TFF wakawafichia mambo yao wameyafanya kinyamera. Leo hii wameanza kutafutana sasa. Rais wa TFF anasema najua wao pia wana madhaifu yao wajiuzulu, kwa maana wanajua mambo mengi waliyofanya nyuma pazia. Sasa ili wasimwage mboga watu wengine wakanufaika na hizi mboga, ni bora Yanga wakaamua tu kukaa kimya. Kwa sababu wakiamua kuongea TFF, Rais Karia mimi namjua, kubwatuka, kumwaga maneno. Anamwaga. Anaweza kumwaga na huyo agajali kitu chochote. Kwa Yanga wachague wapeleke timu ama washushwe daraja wakapambana na kina Cosmopolitan. Nimemaliza. Okay.